Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto wa kiume na uweza wa kifalme. Sasa ndani ya huyu mtoto wa kiume kuna vitu vifuatavyo. Moja ni kwa ajili yetu. Cha pili, amekuja huyu ni mtoto wa kiume. Lakini ya tatu, na uweza wa kifalme umewekwa begani mwake. Kwa hiyo ndani ya huyo mtoto wa kiume aliyezaliwa kwa ajili yangu mimi na wewe, ndani yake amewekewa nini? Uweza wa kifalme, uwezo wa kutawala, uwezo wa kumiliki. Amen. Naye ataitwa, sasa hapa mpaka jina lake nalo linatajwa. Huyo mtoto anayezaliwa ana jina. Sote tunapozaliwa wazazi wetu hutupa majina, si ndio? Na huyu mtoto anayezaliwa na yeye amepewa jina, naye ataitwa jina lake. Sasa huyu mtoto sisi tukizaliwa tunapewa jina. Jina la kwanza ni jina la kwako. Jina la pili kwa mfumo wa majina numerology anasema jina la kwanza ni jina la kwako. Ina define who you are. Naeleweka eh? Jina la pili ni jina la mzazi, viuno ulikotokea. Jina la tatu ni jina sisi wanadamu tunapopewa majina. Hivyo sifa nzuri na kitu kizuri cha kumpa mwanao ni jina jema, ni jina zuri litakalo mdefine, litakalo shape, litakalo chonga maisha yake. Amina. Kwa hiyo jina la kwanza lina define who you are. Wewe ni nani? Kama wewe umeitwa jina la kwanza ni Susan, Susan hiyo imebeba wewe ni nani. Mtu anayenisikilizia rohoni atakuwa nimeshamuongoza kufanya kitu kwa habari ya jina lako. Lina define wewe ni nani. Jina la pili lina define viuno ulimotokea. Ndio maana kwa Tanzania mfumo wa kuita kwetu majina, ukienda kuandikisha mtoto wako watakuuliza jina la mtoto ni nani, si ndio? Watauliza cha pili, swali la pili, baba wa mtoto anaitwa nani? Naeleweka? Watakuuliza mama wa mtoto ni nani, sio? Naeleweka? Alafu kwa jina kwa namna ili yaandikwe kwa usahihi, watakuambia ukoo wa huyu mtoto ni upi. Maana yake wanataka kumpa surname. Naeleweka? Surname inabeba nini? Surname ama jina la mwisho linabeba historia zote za ulikotokea. Sasa hapa unipe masikio na Mungu akupe neema ya kuelewa ninachotaka ukielewe. Jina la kwanza limekudefine wewe ni nani. Jina la pili umetokea wapi. Jina la tatu kihistoria wewe ni nani. Okay? Kwa hiyo tukitaka kukujua wewe, tunakujua katika hizo batani ngapi? Hizo batani tatu. Jina lako la kwanza, jina lako la kati, jina lako la mwisho, vitatuongoza wewe kukujua. Yesu alipozaliwa huyu mtoto wa kiume ambaye uweza wa kifalme ubegani mwake, lakini anapewa majina, naye ataitwa jina la kwanza. Jina la kwanza lilopewa mshauri, mshauri wa ajabu. That is one. That is the first name for Jesus. Naeleweka? Hiyo ndo jina la kwanza biblically la Yesu kulingana na Isaya 9 mstari ule wa 6. Lakini jina la pili Mungu mwenye nguvu. La tatu anasemaje? Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Huyu Baba wa milele tunamjuaje? Ukimwangalia kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu anajitambulisha kwa mtumishi wake Musa, na Musa anamwambia, Mungu anamtuma Musa kazungumze na Israeli. Musa anamuuliza Mungu, hawa watu wataniuliza wewe uliyenituma ni nani? Na nikienda niwaambie wewe ni nani uliyenituma? Alijibuje? Waambie niko ambaye niko amefanyaje? Amenituma. Na hapa tunaona anarudi tena. Naeleweka? Anamtambulisha Yesu upya. Anasema jina la kwanza
ni mshauri wa ajabu. Maana yake ukitaji ushauri wa namna yoyote ile ukwake. Naeleweka eh? Lakini la pili, Mungu mwenye nguvu, maana yake mbele yake hakuna linaloshindikana. Amen. Jina la tatu, Baba wa milele, ambaye ndiye aliyetokea kwa Musa akamwambia ninakutuma, wakikuuliza waambie mimi ni nani, niko ambaye niko. The same thing Mungu anakirudia hapa. Arudii maneno yale yale ya niko ambaye niko. Anatumia sentensi nyingine ama majina, lakini yenye maana ile ile ya niko ambaye niko. Baba wa milele aliyekuwepo kabla havijakuwepo, ambaye nipo wakati vilipokuwepo, ambaye atakuwepo hata baada ya kuwa vyote vimekwisha. Mfalme wa amani, uweza wa kifalme juu ya mabega yake. Maana yake Mungu, tunaona uweza wa kifalme unathibitishwa wapi? Haya majina yanathibitishwa wapi? Baada ya kuwa huyu mtoto wa kiume amezaliwa. Baada ya huyu mtoto wa kiume kuzaliwa, anakaa, anaishi, lakini alipofikisha umri aliofikisha, tunamuona anaenda mto Yordani, anaenda kubatizwa kwa Yohana. Anafika kwa Yohana, wakati ameinama anabatizwa, Mungu yule aliyesema Mungu wa milele au Baba wa milele anatoka kwa sauti yake, na tunaona neno la Mungu linatuambia njiwa, Roho Mtakatifu akashuka kwa mfano wa nini? Wa njiwa. Na ile njiwa ilipotua, ikatua kwenye mabega ya nani? Na hapa anatuambia uweza wa kifalme uko juu ya nini? Uko mabegani mwake. Na Roho Mtakatifu anakuja kutua pale pale ambapo tuliambiwa uwezo wa kifalme umekaa, sio? Anakaa pale penye uweza wa kifalme. Na baada ya kukaa, Biblia inatuambia nini? Baada ya kuwa Roho Mtakatifu kwa mfano wa njiwa alipotua kwenye mabega ya Yesu, nini kilitamkwa? Mathayo 3:16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, naye akiwa anapanda kutoka majini, na mbingu zikafunguka, akamwona Roho wa Mungu anashuka kama hua, anashuka akija juu yake. Na tazama, sauti ikatoka mbinguni ikasema, naam, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Bwana atusaidie. Kwa hiyo Mungu anagonga muhuri, na wakati Mathayo iko kwenye nini? Ni Agano Jipya. Lakini hii tumesoma Isaya 9:6 mpaka 7, tukaishia ile 6. Isaya ni Agano la Kale, lakini unayaona yanayokuja kutukia katika Agano la Kale yakimuhusu yule ambaye ametajwa katika Isaya 9:6 kwenye Agano la Kale, na haya yanamthibitisha yakiwa katika Agano Jipya. Sasa hapa watu huwa wanachanganya mambo. Bwana atusaidie. Wanachanganya mambo ya kwamba huku nyuma Yesu hakuwepo, anakuja kuonekana kwenye Agano Jipya. Kwani aliyetajwa hapa kwenye Isaya 9 alikuwa ni nani? Si huyo? Naeleweka? Na huyo aliyekuja kugongwa muhuri kwenye ile Mathayo 3:16 ni nani? Si yule? Kwa hiyo hii inakuthibitishia kwamba alichokisema Mungu katika Isaya na anakuja kukithibitisha katika Agano Jipya kwa kinywa cha Mathayo. Uweza wa kifalme mabegani mwake, na tumeuona namna anavyouthibitisha kwa njia ya Roho Mtakatifu. Lakini jina jingine tukaona mshauri wa ajabu. Mimi sijui wewe unahitaji ushauri kwa nani? Sijui huwa unachukua ushauri kwa nani? Nani ni mshauri wako? Mshauri wako kwenye biashara ni nani? Business analyst? Mshauri wako kwenye elimu ni nani? Profesa ambaye akifa anaoza? Mshauri wako ni nani? Kwenye kazi, mshauri wako kwenye ndoa ni nani? Mshauri wako kwenye kazi ni nani? Mshauri wako unapopata ukengeufu ni nani? Mshauri wako unapojikuta njia panda ni nani? Mshauri wako unapojikuta kwenye mazingira hayakupi majibu ni nani? Mshauri wako unapojikuta kwenye njia ambayo haieleweki ni nani? Mshauri wako unapokuwa peke yako ni nani? Mshauri unapokuwa na watu ni nani? Ni nani anayekushauri?
Lakini huku tumeambiwa huyu mtoto tuliyepewa amekuja kwa ajili ya kina nani? Kwa ajili yetu sisi. Maana yake kama ni kutushauri, huyu ndiye mshauri wetu. Kama ni kutuelekeza, huyu ndiye mwelekezi wetu, kwa sababu amekuja kwa ajili yangu mimi na wewe. Baba wa milele, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu,